Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa Sibuka Television, popote pale unapotazama na popote pale unaposikia sauti hii, ni siku nyingine tena ya baraka ambayo Mungu ametukirimia. Naomba nichukue nafasi basi kukualika kwenda tena kujifunza maneno ya Mungu, na naamini kwamba Mungu yuko hapa kwa ajili ya kutusaidia tena na kutuongoza kwa hatua nyingine tena. Kwa hiyo naombe uchukue simu yako, utoe dhabihu ya pekee ya kukaribisha watu wawili au watatu tuweze kushirikiana nao kusikiza neno la Mungu tena kwa wakati na majira haya. Nikukaribisha sana. Mimi naitwa Lisongo Kiwelu, ni mchungaji wa kanisa la EAGT Nazareti wilaya Hai, na pia mwalimu wa chuo cha Biblia kanda kaskazini. Na kukaribisha sana tuweze kwenda pamoja mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mpendwa mtazamaji, kabla mambo yote basi tukapate kumwomba Mungu atuongoze katika kipindi chetu cha siku ya leo. Baba mwema, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa neema yako ya pekee na baraka ya kutukutanisha tena siku ya leo. Naomba uwepo wako kawe nasi. Roho Mtakatifu katawale kipindi hiki tunayoenda kujifunza, yakaongozwe nawe hatua moja zaidi tukauone utukufu wako. Kwa jina la Yesu nimeomba nikiamini, amen. Mpendwa mtazamaji unanitazama, mara mwisho tulijifunza kuhusu habari ya kitu kinachoitwa kerigma, ambapo ni habari njema. Tafsiri rahisi ni kuambia kwamba maisha ya muamini yanapaswa yabebwe na mambo makuu matatu. Na nikawaambia jambo la kwanza ni koinonia, ilikuwa ni ushirika. Jambo la pili ni diakonia, ambao ni huduma ile ambayo Mkristo anaweza kaitoa kama sehemu yake ya ibada pia. Lakini jambo la tatu nikawaambia ni kerigma, kuhusu habari ya ufahamu wa mambo yote ya kimungu au mambo yote ya kimani ambao unatakiwa uyaishi kila siku. Na ufahamu ni wa muhimu sana, kwa sababu watu wengi watamkosa Mungu, watu wengi watazikosa baraka, watu wengi wanaweza kaikosa mbingu, sio kwa sababu hawakuokoka, lakini kwa sababu hawakufahamu ya wapasayo kutenda. Na ili ufahamu ya kupasayo kutenda, ni lazima ujifunze. Na kujifunza huko haujifunzi tu hivi, kuna utaratibu na mambo ambayo inapaswa uyafahamu. Kwa mfano, Yesu alifundisha jambo moja, akasema kwamba enendeni ulimwenguni mwote mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoagiza, nami nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo kuna kumfanya mtu kuwa mwana wa ufalme, kuna kumfanya mtu kuwa Mkristo, kumfanya mtu kuwa muamini. Lakini baada ya kumfanya kuwa muamini, kisha ingia kwenye ufalme wa Mungu, yuko kwenye koinonia, ushirika, anahudumu katika maeneo mbalimbali. Kuna mambo ya msingi ambayo anatakiwa yafahamu, kwa sababu Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sio kwa sababu hawakuokoka, waliokoka. Sio kwa sababu hawaombaji, wanaombaga. Sio kwa sababu hawahubiri, wanahubiri. Lakini kwa kukosa maarifa watu wanaangamizwa. Na tunaposema kukosa maarifa, leo hii ni ushahidi mkubwa sana wa kanisa, au kwa kanisa leo hii, kwa watu kukosa maarifa na vituko ambavyo vinaendelea siku hizi kwa jina la Ukristo. Mpendwa mtazamaji unanitazama, Ukristo umekuwa kama shamba ambalo kila mtu ana uhuru wa kuingia, ana uhuru wa kutoka, ana uhuru wa kusema, ana uhuru wa kufanya chochote kile bila kuwa judged au bila kuhukumiwa na mamlaka yoyote ile kwamba kwa nini umefanya hivi. Kwa hiyo tunapoishi maisha ya Ukristo, kuwa Mkristo sio wenda wazimu, kuwa Mkristo sio ujinga, kuwa Mkristo sio kupoteza fahamu. Ukristo ni zaidi ya utimamu wa akili. Nilisema siku za hapo nyuma, nikasema kwamba katika Biblia Yesu alitarajia watu wasome, na Yesu alitarajia watu waishi elimu. Na nisema kwamba ukichunguza Biblia zaidi ya mara 8 Yesu amelirudia neno hili ya kwamba, je, hamkusoma? Je, haikuandikwa? Je, haikusoma? Maana yake nini? Yesu alitarajia watu wasome, na alitarajia watu wafundishwe, alitarajia watu wajifunze, wakue katika elimu. Mtume Paulo amehimiza hili, akasema kwamba sio tu katika, anasema na katika elimu. Maana yake tukue, sio katika mambo yote tu yale mengine, na elimu pia tuongezee katika eneo hilo. Kwa mpendwa mtazamaji, leo natamani tukapate kuangalia kwa ufupi sana siri, tuseme jambo lilofichika sana, kikwazo kilichofichika sana ambacho chaweza kuwagharimu Wakristo wengi kumuona Mungu.
Kikwazo hicho au hatari hiyo ambayo inaweza kufanya Wakristo wengi wakamkosa Mungu, jambo la kwanza ni kile ambacho Yesu alifundisha. Naomba nikupe mifano minne aliyofundisha Yesu ya watu kumkosa Mungu wakiwa ndani ya ufalme. Jambo la kwanza alisema waumini kama magugu. Kuna watu ambao wako ndani ya kanisa leo hii, lakini maisha yao yote ni magugu. Na magugu kwa tafsiri ya kawaida, gugu ni mmea unaofanana na mmea halisi. Kama gugu la ngano linafanana na ngano, gugu la mtama linafanana na mtama. Utaona kwamba gugu la mmea linafanana na mimea halisi. Lakini kazi ya gugu ni kunyonya ule mmea halisi na kunyima raha wenyewe ukastawi. Maana yake gugu lina faida kwa mtu yote zaidi ya kwa faida yake mwenyewe. Lakini pia gugu kama gugu, majani yake, taswira yake inafurahisha kabisa. Utaona imestawi. Ukija kwenye shamba la mtama, ukaangalia mtama na magugu ya mtama yote yanakufariji kwamba hapa una mazao mazuri. Lakini wakati wa matunda utashangaa kuona ni kitu cha tofauti kabisa kimetokea na kile ulichotarajia. Kwa mpendwa mtazamaji, kama gugu. Na Mathayo 13, nisome mstari wa 24 hadi wa 30, nitaruka mstari wa 37 hadi wa 40. Mathayo mtakatifu mlango wa 13 mstari wa 24 hadi wa 30, Biblia inasema hivi: akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tuyakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita matita, mkayachome moto, bali ngano ikusanye ghalani. Magugu yakusanywe, yafungwe, yatupwe motoni kwanza, baada hapo ngano iwekwe ghalani. Kwa mpendwa mtazamaji, magugu haya yalishiriki baraka zote za Mungu. Jambo la kwanza, yaliota wakati mmoja na ngano. Yalishiriki mvua, yalishiriki mbolea. Siku hii tunatumia dawa kwenye tunasema viuatilifu kwenye kilimo. Yalishiriki viuatilifu vyote. Lakini kwenye mazao yalikuwa na agenda ya siri mioyoni mwao ya kuzaa tofauti na kile ambacho mwenye shamba alipanda. Madhara yake nini? Yesu anasema yakusanyeni, yatupwe motoni, baada ya hapo ngano iwekwe ghalani. Kwa mpendwa mtazamaji, mfano wa kwanza Yesu anaostoa ni ule mfano wa magugu kuwepo katika shamba moja na ngano. Swali langu kwako, wewe ni ngano ama ni gugu? Moyo wako unajua. Yesu akija leo hii utaenda upande upi? Lakini mpendwa mtazamaji, mfano wa pili ni waamini kama mbuzi. Waamini kama mbuzi. Yesu anasema maneno haya katika Mathayo 25 mstari wa 32, 33 na wa 41. Biblia inasema, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni, yani wale mbuzi, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa hiyo kuna kondoo wako kwenye zizi, kuna mbuzi wako kwenye zizi. Biblia inasema kama mchungaji anavyowabagua kondoo, anaweka upande huu na mbuzi anaweka upande huu, ndivyo Yesu atakavyofanya siku ile ya mwisho. Ina maana watu wote hawa, anaposema mataifa yote yatakayokusanyika, ina maana kuna kusanyiko ambalo litakuwa wamechanganyikana wote, lakini Yesu ana kazi ya kuwabagua. Leo hii Yesu akianza kubagua mbuzi na kondoo, wewe uko upande gani? Kwa sababu gani? Tunaposema waamini kama mbuzi, mbuzi ni nani? Ni mnyama anayefugwa kama kondoo anavyofugwa.
Lakini kwa nini mbuzi anaonekana kwamba ana tatizo? Kwa sababu mbuzi ni wasumbufu, hawana utulivu katika eneo lolote, hawachungiki kirahisi, ni wachokozi kwa asili yake, na kadhalika na kadhalika. Ni mbuzi ni wa kupiga pembe wenzake muda wote. Hasa kuna Wakristo ambao tupo ndani ya kanisa, wengine tuna vyeo katika kanisa, wengine tuna nafasi fulani katika kanisa, lakini tabia na mwenendo wetu ni wa mbuzi. Mbuzi anaweza kuwa machungani toka asubuhi mpaka jioni, anaporudi nyumbani bado hajashiba, anahangaika na sabuni za watu, atakula sabuni, atakula mahindi ya watu, atapita kwenye mashamba ya watu. Unakuta mchungi wakati wote ana mawe na fimbo akimbizana na mbuzi, kwa sababu mbuzi alichungwa toka asubuhi, akawa anaangalia huku, anaangalia kule, anaangalia kule, na hakuweza kushiba. Na leo tuna Wakristo mbuzi ambao kila siku, hata hapa ulipo sasa hivi, hapo unaponitazama sasa hivi, una wazo la akiba ya kwamba kesho naenda kuabudu wapi, kesho nashiriki maombi wapi, kesho nashiriki ibada wapi, kesho natuma sadaka wapi. Maana yake wewe sio kondoo. Kondoo anakaa ndani ya zizi moja. Biblia inasema, Yesu anasema kwamba mimi ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema kondoo hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo, na kondoo wake wanaisikia sauti yake. Ina maana kondoo wanasikizaga sauti ya mchungaji, na mchungaji anawafahamu kondoo zake. Na hivi wewe ni kondoo pale ulipo ama ni mbuzi? Kwa nini nasema hayo? Kuna mtu ambaye una wazo la akiba la kwenda kuabudu sehemu nyingine, una wazo la akiba la kwenda kutoa sehemu nyingine, una wazo la akiba la kukimbilia sehemu nyingine. Leo hii unasikiliza hapa, unamfariji mchungaji, kabisa kila kitu kiko sawa, kesho una wazo lingine la akiba. Wewe ni mbuzi, inatakiwa utubu mapema. Maana yake Biblia inasema mbuzi watawekwa kushoto, kondoo watawekwa kulia. Walio kulia wataambiwa ingia katika raha, ila walio kwenye kushoto wataambiwa ondokeni kwangu ninyi mliolaaniwa, mtatupa kwenye moto wa milele. Kwa hiyo tabia za mbuzi nazo ni tabia za kukirihi. Unakaa unawakera wenzako tu, ni wakuumiza wenzako tu. Maneno yako ni mabaya siku zote, moyo wako ni mbaya siku zote, kila wakati wewe ni wakurarua tu, ni kuharibu tu. Ndugu, ni bora ukatubu mapema. Lakini tuna mfano mwingine ambao Yesu alitoa. Wa kwanza nilikwambia ni mfano wa waumini kama magugu. Mfano wa pili ni waumini kama mbuzi. Lakini mfano wa tatu Yesu aliotoa, anasema ni waumini kama makapi. Mpendwa mtazamaji, makapi maana yake ni nini? Makapi ni mbegu ambayo haikufikia kiwango stahili. Katika Biblia kwenye kitabu cha Danieli, kuna mfalme aliingia madarakani. Alipoingia madarakani, hakuwa na utimilifu ndani yake kama babake alivyokuwa anatawala. Na siku tu ameingia madarakani, akaanza kunywea vyombo vilivyotoka kwenye hekalu la Yerusalemu, pombe na anasa na watumishi wake. Alafu mkono ukatokezea pale ukutani ukaandika mene mene tekel na peres. Yale maneno kwamba Danieli alipokuja kwa tafsiri, vile vipimo mene mene tekel na peres ni vipimo, akamwambia ufalme wako umepimwa kwenye mizani ukaonekana umepungua. Hivi niulize wewe, uchungaji wako umetimia? Uinjilisti wako umetimia? Uaskofu wako umetimia? Ushemasi wako umetimia? Uzee wako wa kanisa umetimia? Uamini wako kumfuata Yesu kama mshirika wa kanisa, kama muamini unayemwamini Kristo Yesu, je, umetimia? Kwa sababu gani? Unapowekwa kwenye mizani kama umepungua, Biblia inakuita wewe ni kapi. Sasa sifa ya kapi ni nini? Makapi ni kwamba yamepitia mchakato wote lakini hayakuiva. Ina maana ukiliweka kapi kwenye kipimo halitoshei. Tulipokuwa tunalima kahawa miaka ya nyuma, tulikuwa wakati wa kwenda kabla kwenda kuianika, lazima ipite kwenye kipimo. Na kipimo hiki ni nini? Ni maji. Kahawa ukiweka ndani ya maji, makapi yote, haijalishi na kudanganya kwamba imejaza kiasi gani. Punje ukiangalia kwa macho imejaa, lakini maji yanasema huyu amepungua. Na sijui kwa nini kuna vitu viwili vizuri vipimo vya makapi. Cha kwanza ni upepo, cha pili ni maji. Ukitaka kujua kapi ni lipi, wewe chukua ile kwa mfano unachukua ile ni maharage au ni mahindi au chochote kile, ukimimina, unapomimina
upepo unakutengea makapi unayapeleka kule na zile nzima unaziacha hapa. Kwa sababu hiyo basi utakuta kwamba kapi linapeperushwa kirahisi kwa sababu halina stamina, halina nguvu ndani yake. Kwa mpendo mtazamaji, kapi kama kapi linaweza likawa linaonyesha kila picha nzuri, linaonyesha kila mtazamo mzuri, linaonyesha kila muonekano mzuri, lakini ndani yake hakuna afya ya kweli. Je, leo hii naomba nikuulize swali. Wewe ni kapi ama ni mbegu kamili? Yesu anasema hivi, Mathayo 3:12, ambaye pepeto lake li mkononi, Yohana Mbatizaji akisema maneno haya, ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Wapendwa, magugu yatateketezwa, mbuzi watateketezwa na makapi yatateketezwa. Je, wewe ni mmoja wapo katika hayo? Inawezekana gugu, unajua gugu linakuwa na afya, sio kapi lile, lakini katika kuwa nake kwake na afya bado litateketezwa. Mbuzi nao wanaonekana kuwa na afya, pamoja na kuwa na afya kwake watateketezwa, lakini kapi limepungua, na kama limepungua bado kuna hatari ya kuteketezwa. Kwa hiyo Yesu anachosema ni kwamba tujitahidi, watu wa Mungu. Mifano hii ni mifano iliyo hai, kwamba Yesu anachosema ni kwamba watateketezwa, kuna kuteketezwa kwa moto. Lakini jambo la tatu nimesema ni kapi. Jambo la 4 ambao ni mfano Yesu aliotoa, mpendwa mtazamaji, ni mfano unasema kwamba ni tawi. Yohana Mtakatifu mlango ule wa 15 mstari ule wa kwanza na wa pili. Kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 15 mstari ule wa kwanza na wa pili, naomba nikazungumzia hapo pia. Anasema maneno haya, Yohana Mtakatifu 15 Yohana mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ukiendelea pale chini utakuta kwamba kila tawi lisilozaa huliondoa, alafu likishaondolewa linakauka. Likishakauka, Biblia inasema kwamba watu huyakusanya na kuyatupa motoni. Yesu alifundisha mfano mwingine unaopaswa kutuamsha katika kutafakari. Kama mimi sio kapi, mimi sio gugu wala sio mbuzi, lakini kama tawi katika mzabibu ambao ni Yesu, je, ninazaa matunda? Liko pando la adui ndani ya kanisa kwa sasa ya watu kutaka kuongozwa au kuzaa matunda. Tunasema leo hii tuna kanisa nasema ni Independence Church, na tuna kitu nasema solo membership. Hasa hawa Independent Church maana yake ni kanisa lisilotaka kuongozwa na mamlaka yoyote ile. Lakini pia tuna solo membership ambao ni washirika wa kujitegemea. Hawa washirika wa kujitegemea hawana baba, hawana mchungaji, hawana kiongozi. Wanaamini katika Roho Mtakatifu ni kiongozi wao, na wanaamini katika Biblia ni maandiko matakatifu ni sawa, na wanaye Roho Mtakatifu, hawahitaji uongozi wa mtu awaye yote. Hapana, sio Kristo alichokuja kutufundisha, na wala sio Kristo anachotaka kwenye maisha yetu. Mpendwa mtazamaji, kama wewe ni mtu wa tabia hiyo, kumbuka pia wewe ni sawa na tawi lisilo kuwepo ndani ya mzabibu, kwa sababu Kristo Yesu aliweka kanisa kama kiungo chake cha kujiunga naye. Maana yake hawezi kuwa muamini bila kuwa na kanisa. Muamini wa kweli au muumini anayemfuata Kristo, Mkristo wa kweli, lazima awepo ndani ya kanisa. Kwenye Matendo ya Mitume kuna mifano mingi, mpendwa mtazamaji, na mfano mmoja nitumie mfano wa Paulo. Paulo aliokoka kabisa, na baada ya kukutana na Yesu angeweza kusema kwamba mimi nimeongoza sala toba na Yesu peke yake, lakini Yesu akamwambia ingia mjini utaambiwa. Maana yake nini? Mimi Yesu sikuambii, japo na uwezo wa kuambia, kanisa litakuambia kile kipasacho kufanya. Maana yake huwezi kuingia mbinguni bila kupitia njia ya kupitia kwenye kanisa. Yesu anaposema mimi ndimi njia, kweli na uzima, amelipa kanisa mamlaka ya kumuunganisha yeye na watu wake.
Lakini pia kuna mfano mwingine kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 10 wa Kornelio. Kornelio alitokuwa na malaika kabisa, alitokuwa na Yesu kabisa, lakini Yesu anamwambia tuma watu Yafa kwa mtu mmoja aitwa Simoni. Ukifika kule ataenda atakuambia kupasayo. Na utaona kwamba Simoni anakuja pale, ndiye anaambia kwamba kuna swali kwa 1, 2, 3. Kwa sababu gani? Kristo kama kanisa, Kristo kama mkuu wa kanisa, kiungo kinachounga mtu na Kristo ni kanisa. Kwa hiyo huwezi kuwa kanisa bila kuwa na kanisa, kwa sababu ukienda Ufunuo wa Yohana mlango ule wa 2 na wa 3 utakuwa kwamba Kristo anapoongea na watu wake anaongea na watu wa kupitia kanisa. Kanisa kama kiungo kati yake na watu wake. Ndio maana sema na kwa kanisa la andika, na kwa kanisa la andika. Kwa sababu gani? Analitambua kanisa kama ndio bebeo lililobeba watu wake. Kwa hiyo taarifa za mbinguni utazipata kanisani. Kwa sababu gani? Kanisa ndilo lenye huduma, kanisa ndilo lenye karama, kanisa ndio lenye vipawa. Maanake yeye aliwaita watu wake katika kanisa ili awape maelekezo ndani ya kanisa. Hakutaka kutoa maelekezo tu mtaani kumpa kila mtu, hapana. Anaongea na kanisa kama mwili wake. Kwa mpendwa mtazamaji, kunaweza ukakwepa haya yote. Usiwe gugu, ukajitahidi sana uwe kama ngano. Lakini pia unaweza usiwe mbuzi, tabia zako ukajitahidi sana kuzitrim vizuri kabisa. Lakini ukajitahidi sana usiwe kapi, maana yake utakatafuta kujijaza kwa kila namna. Lakini kuna jambo la msingi sana la muhimu. Ukisha kuwa na afya yako kama ulivyo nayo, lazima uendelee kuunganishwa ndani ya mzabibu kwa ajili ya usalama wako wa sasa na wa baadaye. Katika kitabu cha Waebrania anasema kwamba msiache kukutanika. Maana yake kama kanisa palipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina la Bwana. Maana kwa jina la Bwana ni nini? Hilo jina ni nini? Yohana 1:1 anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa ni Mungu. Anasema pasipo yeye haikufanyika kitu chochote. Ndani yake kulikuwa na uzima, ule uzima ulikuwa nuru ya watu, na nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza kamwe. Sasa kama Kristo Yesu anasema kwa jina lake, na maana kwa neno lake, kwa jina lake, kama tukusanyika hivyo, ina maana tuunganishwa naye. Ni rahisi kusahihishwa, ni rahisi kuelekezwa, ni rahisi kukulia neema ya Kristo, na tukaendelea kwa ushindi na kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mpendwa mtazamaji, usiokafikiria kwamba kwa sababu unajua kuomba sana shetani hakufuatilii. Hapana. Au kwa sababu wewe ni fire sana, muombaji mzuri, unayehubiri vizuri, unasoma neno vizuri, kwamba makanisa mengine mchungaji mwenyewe hajasoma, sijui mwinjilisti hajasoma, sijui fulani, mimi nimesoma, nafahamu ABCD, nafahamu terminology zote za kitheolojia, bado unahitaji kuwepo ndani ya kanisa. Kwa sababu shetani haogopeshwi na maombi, wala shetani hatishwi na maombi. Kumbuka jambo moja, kwamba mbingu unaotaka kwenda, ile unaong'ang'ania kwenda, shetani alikuwa kule, na kule anaingia kila siku. Maana Biblia ndivyo nawe niambia katika Ayubu, walipokaa kikao mbinguni wana wa Mungu, shetani alikuwa ni mmoja wapo kwenye kikao. Anaulizwa umetoka wapi? Anasema nimetoka kuzuka huko na huko. Lakini Mungu alipokaa kikao, alikuuliza swali kwamba nani atakamdanganya Ahabu aende Ramoth Gileadi akaangamie. Shetani naye alikuwa ni mmoja wapo kwenye kikao. Pepo mmoja akanyosha kidole akasema nitakwenda. Akamuuliza utafanyaje? Akasema nitakuwa pepo uongo kwa manabii wake wote, atawadanganya. Akaanza utamdanganya na kudirika, akasema ndio. Kwa hiyo shetani anaingia mbinguni kila siku, pepo wanaingia mbinguni kila siku, wewe ndio hujawahi kwenda mbinguni. Kwa hiyo maombi au kuwa muombaji au kuwa mhubiri ama kuwa mwalimu au uwe na karama ipi, fufua na ungefua wafu. Ukisoma kwenye Mathayo 7:22 pale anasema kwamba wengi watamwambia Bwana, tulifufua wafu kwa jina lako, lakini anambia ondokeni kwangu ninyi mliolaaniwa. Kwa hiyo kuwa tawi ni jambo la msingi sana. Ndio maana Yesu akamwambia wanafunzi wake, msifurahi kwa sababu pepo wanawatii, bali furahini kwa sababu majina yenu, you are still intact, bado mmeunganishwa na mbingu. Kwa hiyo jambo la msingi, uwe tawi hai ndani ya Yesu, uwepo ndani ya kanisa, uwepo ndani ya mfumo. Leo hii watu wengi tunafikiri kwamba makanisa yenye mfumo, tunasema hizi ni dini. Hii ni dini ya, hii ni dini ya, ile ni dini ya. Ndugu yangu, hiyo dini hiyo Mungu anaifahamu kama ilivyo, kama kanisa lake na kama sehemu ambayo atapisha taarifa zake ziwafikie watu wake. Na nataka nikupe mambo machache hapa, kwamba
Kila mtu anataka kuwa solo member, hilo ni jambo la msingi ulikumbuke, na kama umeshafikia kwenye njia hiyo, urudi mapema sana kabla hujaharibikiwa zaidi. Njia kuu ya kuendelea kuwepo ndani ya Yesu, ambao kila siku nataka uendelee katika hili. Biblia inasema jijaribuni ninyi wenyewe muone. Maana yake uone kwamba bado niko katika imani, bado nimeokoka. Haijalishi kwamba mimi ni mchungaji, bado nahitaji wokovu kila siku. Haijalishi mimi ni askofu, bado nahitaji wokovu kila siku. Haijalishi kwamba mimi ni mwalimu, bado nahitaji kuokoka kila siku. Haijalishi kwamba mimi na karama gani au vipawa gani. Watu wengi walifikiri kwamba kuwa na kipawa cha kuwekea mikono watu wakapona, ukiwekea mikono watu pepo zinapiga kelele, kwa sababu hiyo basi mimi ni wa kiroho sana, mimi ni mkubwa sana. Hapana. Bado karama zote, vipawa vyote, huduma zote zinahitaji unyenyekevu wa hali ya juu sana, na kujiri-examine kila siku inapoitwa leo. Kujicheki kila siku hivi leo hii niko sawa bado na Mungu? Bado Roho Mtakatifu yuko ndani mwangu? Bado natumika katika roho wa Mungu? Maana kuna saa watu wanafikiri, kuna saa watu wamekuwa wamechepuka kwenye njia, ana hasira alafu anasema hii ni hasira ya Roho Mtakatifu. Hakuna hasira ya Roho Mtakatifu. Ni hasira yako ile umeamua kuibatiza. Kuna saa watu wanafikiri wanakuwa wakali, anasema ikasikia roho wa Mungu anawaka ndani mwangu. Sio roho wa Mungu, ni hasira yako ile umeamua kuibatiza. Biblia inasema muwe na hasira ila msitende dhambi. Kwa hiyo kama kuna jambo ambalo fika mahali unavunjia watu adabu, unavunjia watu heshima, unadharau watu, sasa kwa sababu umefanikiwa katika hatua fulani na fulani, unajua kwamba umefika, mpendwa mtazamaji, bado unahitaji kucheki wokovu wako tena. Kama nilivyosema kwa habari ya kapi, bado una uzito wa kuweza kuifanya mizani kaendelea kuwepo au kusimama. Mambo kadhaa ambayo natamani ukapate kuyacheki siku ya leo ndani yako kama inafanya kazi. Jambo la kwanza, kuhakiki kama bado umeokoka. Maana ya kuokoka nini? Wewe umemkiri Yesu kuwa Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kama ndivyo, jambo la pili, umebatizwa na maji mengi. Kama hujabatizwa, ndugu yangu, bado kuna kazi. Maana yake Biblia inasema wako watatu wanaoshuhudia mbinguni, wako watatu wanaoshuhudia. Anasema kuna roho, kuna maji na kuna damu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo usipoviangalia, Yesu alimwambia Nikodemo ya kwamba mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ina maana kuna ukokoka, lakini baada ya kuokoka kuna kuzaliwa kwa maji, maana yake ubatizo. Huwezi kuingia kwa ufalme wa mbinguni. Lakini jambo la tatu, ucheki umejazwa Roho Mtakatifu. Maana ya kwamba umejazwa Roho Mtakatifu, maana yake tabia yako, mwenendo wako, unapoomba unamsikia ni Roho Mtakatifu. Maana yake kuna saa unaweza kuomba ukafanya uomba katika roho, lakini ukaomba katika roho nyingine, katika lugha nyingine kutoka kwa shetani au kutoka kwa malaika mwingine. Lakini jambo la msingi sana kuangalia, ninachokiangalia, bado natamani neno la Mungu, bado natamani maombi, bado natamani ibada, bado natamani kutembea katika Mungu. Hilo jambo la msingi tunapaswa kuliangalia. Upo ndani ya ushirika wa kanisa hai unaposikia neno la Mungu. Yesu alipotaka kusema na kanisa, alisema kwa njia ya kanisa la mahali pamoja. Anaposema na watu, anazungumza kupitia kanisa la mahali pamoja. Ukisoma Ufunuo Yohana mlango ule wa 2 na mlango ule wa 3, Yesu analitambua kanisa. Kristo ana makanisa mawili duniani. Kanisa la kwanza tunaita Universal Church, kanisa ambalo anasema na kondoo wengine ninao ambao ni wazizili, lakini hao katika zili anasema baadaye atawaleta wote. Kwa kila mahali Yesu ana kondoo wake. Lakini kuna kanisa nyingine ambalo tunasema ni local church, kanisa la mahali pamoja ambapo pia Kristo anasema nalo. Ujihakiki katika hilo. Jambo jingine la mwisho ni pale ambapo wewe kama wewe unakuwa na mchungaji. Unaweza kusema kwamba hili jambo lina maana gani? Hakuna jambo la msingi kama kuwa na kiongozi katika maisha yako, mpendwa mtazamaji, kwa sababu unapopotoka atakwambia rudi. Unaposhindwa atakutia nguvu, atakusaidia, atakutia moyo. Watu wengi leo hii wameondoka kwa viongozi wao. Hawana baba wa kiroho, hawana mwalimu, hawana mshauri. Paulo analiambia kanisa, mwaweza kuwa na walimu 1000 lakini mnaye baba mmoja. Maana yake kurecognize the fatherhood katika maisha yako. Kwa nini tunatakiwa kutambua hilo? Yohana amelifundisha akasema hivi, nimewaandikia ninyi watoto kwa sababu mmemjua baba. Hivi wewe unaye baba anayeweza kukusahihisha? Maana yake haijalishi utakuwa mkubwa kiasi gani. Wanasema hata mkubwa huambiwa.
Hata kama umekuwa huwezi kufundishwa tena, umeongezeka, sijui umri umeenda au chochote kile kimeenda, lakini bado kuna nafasi ya baba kwenye maisha yako. Unaweza ukaelekezwa jambo lote leo hii, unaweza ukafundishwa, unaweza ukasaidiwa, unaweza ukaonywa, unaweza ukakanywa. Watu wengi kwa sababu hiyo wameenda na kupotea kwa sababu ya kutokuwa na sauti ya kuambia rudi. Biblia inasema waweza kuwa na chakula cha shida na maji ya msiba, lakini walimu wako hawatafichwa neno. Hivi je, bado leo una mwalimu? Unaye Roho Mtakatifu? Unaye mtu anayekuweza ukamsikia akakuambia jambo? Maanake siwezi kuwa na vitu vyote. Tunatofautiana katika vipawa, tunatofautiana katika karama, tunatofautiana katika huduma, tunatofautiana katika maeneo mbalimbali, na kila mmoja ana nafasi ya kumsaidia mtu mwingine, na hiyo ndio sababu ya kuwepo kwenye mwili wa Kristo kama kanisa. Kwa hiyo naomba nikutie moyo mtazamaji, kama hauna baba leo uwe naye, kama hauna mchungaji uwe naye, kama hauna kiongozi umtafute mtu, umtawadhe kwenye maisha yako, kusema kwamba kuanzia leo ukiniambia nenda nitaenda, ukiniambia rudi nitarudi. Kwa sababu gani? Kuna mahali ambapo utahitaji sauti yenye nguvu kuliko wewe kusema kwenye mambo fulani. Hasa mamlaka za kiroho zinahitajika sana kufanya maamuzi fulani kwenye maisha yetu. Kwa hiyo naomba nikutie moyo katika hili ya kwamba urudi tena, utafute tena, uombe tena, umwambie Mungu, naomba unisaidie kuwa na baba, kuwa na kiongozi, kuwa na mtu wa kunisaidia. Naamini kwamba Mungu ataenda kutukuzwa kwenye maisha yako. Mpendwa mtazamaji, nimezungumza mambo mengi kwa wakati huu, na naamini kwamba utaenda kuyatendea kazi. Kama Mkristo ndani ya kanisa, je, wewe sio kapi? Kama Mkristo ndani ya kanisa, je, wewe sio gugu? Kama Mkristo ndani ya kanisa, je, wewe sio mbuzi? Uangalie, gugu, mbuzi na kapi kila mali yamezungumziwa, sema yatatupwa motoni. Lakini jambo jingine pia, kama tawi, je, wewe ni tawi lipi? Linalozaa ama lisilozaa matunda? Kuna kitu kimoja ambacho natakiwa pia ukielewe katika eneo la tawi. Kuna watu ambao wamekuwepo kanisani, ni matawi mazuri, wanajitahidi, ni waamini wazuri, wameokoka, wanampenda Yesu, lakini hawazai matunda. Kuna onyo lingine liko hapa kwa Yesu, ni kwamba kila tawi ndani yangu lisilozaa, maana yake yako matawi ambayo yako ndani ya Kristo yasiyozaa. Kwa hiyo kuna hatari ya matawi yao kukatwa na kuondolewa. Je, wewe ni mmoja wapo utakapokatwa? Wewe Yesu anapopitia mkasi leo hii, wewe ni mmoja wapo utakayekatwa? Lakini mfano wa 4 ambao watano ambao Yesu alizungumza ni kuhusu habari ya mti usiozaa matunda. Yesu akasema kwamba niache niupalilie tena kwa mwaka huu. Inawezekana na wewe ni mmoja wapo wa ile miti. Umestawi sana matawi, umestawi sana majani, umestawi sana shina, unakula rutuba ya kutosha. Yesu amekuombea tena kwa mwaka huu, acha nitilie mbolea tena, acha niukatie tena, acha niutie viuatilifu tena. Lakini je, utazaa matunda? Kama tawi utazaa matunda, je, utajiepusha kuwa mbuzi? Je, utajiepusha kuwa makapi? Je, utajiepusha kuwa magugu? Angalia sana, mifano hii ni midogo sana, tunapita tu, lakini ni jambo la hatari sana liloko ndani ya kanisa, litakalo gharimu maisha ya wengi katika ufalme wa wana wa Mungu. Mpendwa mtazamaji unanitazama, naomba uyaangalie tena maisha yako, na naamini kwamba Mungu atakusaidia kuelewa ni kipi cha kufanya na nani wa kukifanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Naomba nikamalizia hapa kwa siku ya leo, nikaombe baraka za Mungu kwa ajili yako. Naamini kwamba Bwana ataenda kubariki, lakini angalia tena maisha yako. Na kama umeona kuna shida kwenye maisha yako, yamkini tuma ujumbe. Kama sio kutuma ujumbe, una mchungaji ndiye karibu naye, nenda kaambie mchungaji, nimegundua maisha yangu mimi ni gugu, nimegundua mimi ni mbuzi, nimegundua kwamba mimi ni kapi, nimegundua nimekuwepo kanisani kama tawi lisilozaa matunda, nikusugua benchi na kuvunja viti na kurudi nyumbani, mwaka nenda mwaka rudi. Una miaka 10 kwenye wokovu, hamna mtu hata mmoja umemleta kwa Yesu. Zaidi sana hata walioko kanisani umewafukuza, umewaondoa kwa tabia na mwenendo wako. Una miaka 20 kwenye wokovu, unasema kati watu waliokuka zamani na mimi nimeokoka zamani. Ni kweli, ni jambo vizuri kabisa, lakini sio jambo la kujivunia kama uzamani wako haujaleta matunda kwa Yesu. Na matunda ni yapi? Hivi uliwahi kumwombea mtu mmoja akapona? Uliwahi kumwombea mtu mmoja akapata mtoto? Uliwahi kumwombea mtu mmoja akabarikiwa na Mungu?
Uliwahi kumwombea mtu mmoja akaokoka? Hivi uliwahi kwenda kumshuhudia mtu kaambia jamani njoo kwa Yesu? Kwenye kanisa ukifumba macho hivi unajua kwamba nina washirika yule pale 4 5, ni matunda niliyoleta kwa Kristo. Hivi ulishawahi kwenda hata hospitalini ukaenda kumuona mgonjwa? Maana Yesu amezungumza mambo hayo. Uliwahi kwenda magereza hata ukapeleka chakula au sabuni ukampelekea mtu mmoja? Uliwahi kwenda kumuona mjane na hata wayatima katika dhiki yao? Hayo yote ni kazi ambayo zinamzalia Mungu matunda. Maana Paulo anasema kwa shukrani nyingi apewazo Mungu inashuka baraka kwetu. Kwa hiyo kama kama mtu yeyote hajaye kumshukuru Mungu kwa ajili yako, zaidi sana umebeba lawama. Jamani kwa nini wokovu, lakini fulani ndiye aliyenivunja moyo, fulani alikata tamaa, fulani alifanya hivyo. Ndugu yangu, una kazi ya kutubu. Una kazi ya kumwomba Mungu akurehemu tena. Naomba nikutie moyo wakati huu. Rudi tena ukatengeneze na Mungu upya, naamini baraka za Mungu zitakuwa kwenye maisha yako. Basi naomba nikaombe kwa ajili yako. Tuombe. Baba mwema, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo kila mmoja amelisikia tena wakati huu. Naomba baraka zako kwa kila aliyesikia, tukajihoji tena na kutafuta uso wako, na baraka za Mungu ile inayotajirisha isiyochanganya huzuni ndani yake kapate kwa juu yetu, likatukuzwe jina lako takatifu. Mbariki mtazamaji anayetazama kutoka popote pale. Wako wengine ambao Bwana mioyo yao imeguswa na wanatamani kurejea tena kwako na kutembea pamoja nawe. Naomba baraka yako ikawe juu yao pia, ukaguse maisha yao kwa jinsi ya pekee na tofauti. Furaha yako ambayo ni nguvu ikawainue na kuwategemeza. Sifa na utukufu zikurudie Mwokozi wangu na Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, nimeomba nikiamini. Kuna mwingine aliniambia kwamba anaumwa, naomba nikaombe kwa ajili yako. Baba, asante kwa ajili ya wale walio wadhaifu. Naomba mkono wako ambao haujawahi kushindwa katika jambo liwalo lote, ukawatende mema, ukawasaidie, ukawainue. Mungu mtakatifu, hata waliko kitandani, Bwana, naomba kamuinue tena kwa jina la Yesu. Mkono wako unaoponya ukawaponye tena. Yuko anayesumbuliwa na pepo kila wakati, Bwana ukasimame naye tena kwa jina la Yesu. Pepo akaachie maisha yake. Natamka uzima, baraka na neema kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, nimeomba nikiamini. Amen. Mungu akubariki sana mpendwa mtazamaji, naendelea kutembea katika nuru ya Kristo. Kwa mawasiliano zaidi, maswali, ama kama una jambo lolote lile ambalo unatamani kushirikisha, waweza kutumia namba ya simu zinazopita kwenye screen yako, ambayo ni 0767 36 29 81 au 0621 444 120. Naitwa Nisongo Kiwelu. Mungu akubariki sana, endelea kung'aa katika nuru ya Kristo. Amen. Sibuka TV.